Kila mara Samuel Mutua Kivuitu anapofungulia runinga yake, fikra zake humpeleka mbali na kumkumbusha aliyofanyika miaka 4 iliyopita, wakati ambapo sio macho ya taifa tu bali ya ulimwengu mzima yalikuwa yameelekezwa kwake. Wa kwanza ni Mheshimiwa Mwai Kibaki, ana milioni 4, si milioni inaitwa nini Kiswahili? Ni uamuzi ulioibua utata, huku upande wa ODM ukimlaumu kwa shutuma za kupendelea Rais Mwai Kibaki kwenye uamuzi wake. Kwa sababu results ukitangaza unatangaza kila constituency ilipeana results gani. Si yule anatuma hizo constituency results ako hai. Na kama ilitangazwa si ile alilete, si angezungumza. Kuna mtu umesikia akizungumza mahali upata akisema ile results yangu ilisomwa ilikuwa si ile nilipeana. Kuna moja. Labda tueleze uhusiano wako na Rais Mwai Kibaki umekuwa vipi baada ya wewe kutangaza matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2007? Mimi niliona Rais Kibaki mwaka 2008 ya mwisho. Hilo halimuumi sana, bali lile linalomwatua moyo ni kwamba zaidi ya Wakenya 1000 walipoteza maisha yao. Ni jambo lilovuruga maisha ya bwana huyu ambaye alinyweshwa kikombe cha lawama kuhusiana na matukio hayo, na kwa muda wa miaka 2 akaamua kujiondoa machoni mwa wananchi. Hapo mbele nilikuwa nakaa hapa tu nyumbani. Nilikuwa nasikia maisha mbaya kabisa. Uchungu mwingi, nilikuwa na uchungu mwingi, najisikia uchungu mwingi kwa mambo yale yaliyotokea kwetu. Licha ya masaibu yaliyompata, bwana huyu hajakata tamaa wala kufunga mlango wake kuhusiana na mchango wake kwa taifa. Anazidi kuangazia nuru kwenye sheria za Kenya. Hapa ameandika mchango wake kwa sheria iliyoidhinishwa hivi majuzi na bunge kuhusiana na uchaguzi. Hata ikiwa hawa kubwa hawataki kunilipa nikifanya hii kazi, nitafanyia watu wa Kenya bure. Kivuitu vile ameitikia wito wa mwanzilishi wa jamhuri Mzee Jomo Kenyatta kuwa Wakenya warudi mashambani. Na kwenye kipande chake cha ardhi, yeye na mkewe wanajishughulisha na kilimo. Haya ndio matokeo baada ya kuwa kwenye tume ya uchaguzi kwa muda wa miaka 15. Hapo awali alikuwa wakili. Wale mawakili ambao nilikuwa nafanya kazi na wao wako matajiri, wana own estates. I own nothing. This is the only thing I have. I own nothing. Ningekuwa pengine tajiri kubwa sana. When he has time, he spends his time with the family. Aliyokuwa nayo Samuel Kivuitu wakati alipokuwa mwenyekiti wa ECK yametoweka kama upepo. Mfano bora ukiwa ulinzi ambao serikali ilikuwa imempa wakati huo. Sasa siku ile tulitolewa kazi, kama siku 3 hivi baadaye, askari walikuja wakaniambia wameambiwa waende. Na mimi nikawaambia kwaheri. Hata hiyo askari akiwa pale anaweza kuniua ama mwenyewe aibe. Kivuitu sasa amerejea pale alipoanzia mnamo mwaka wa 1968, kazi ya uwakili. Hapa ndipo yeye hujishughulisha na utunzi wa sheria. Tena sifikirii mitaweza kufanya kazi ya kotini sana, isipokuwa pengine Supreme Court. Na kama vile ambavyo hawezi sahau kazi yake ya uwakili, kuna jambo moja vile ambalo hawezi sahau wala kusamehea. Kimwili wangu nimeshindwa kabisa kumsamehe mtu yeyote ambaye ananilaumu juu ya uchaguzi akisema ati pengine nilipewa pesa. Samuel Kivuitu alivuma na anafuzu kuingia kwenye orodha ya watu wanaojivunia enzi zao. Sasa fahari yake ni familia yake ya watoto 8. Franklin Macharia, makala ya Enzi Zao.